Hujambo na karibu kwa Mbiu ya KTN. Jina langu ni Milia Kisenya, wa pale pembeni anafahamika kama Meresha Owiti. Taarifa inayofuata ni kuwa hofu imetanda katika kijiji cha Wikaze, Mbeere Kusini baada ya miili ya wapenzi wawili, mwanamume mwenye umri wa miaka 35 na mwanamke mwenye umri wa miaka 24 kupatikana katika shamba la Mogoka. Mwili wa mwanamume ulipatikana ukining'inia kwenye mti, huku ule wa mwanamke ukipatikana chini ya mti wa maembe. Mfanyikazi wa shamba ndiye aliyegundua miili hiyo na kuwaarifu maafisa wa polisi. Wakazi wanasema wawili hao walikuwa katika uhusiano wa kimapenzi na walionekana mara ya mwisho pamoja kabla ya vifo hivyo. Polisi wameanzisha uchunguzi kubaini chanzo cha vifo vyao. Lakini hao waliwaacha na akakuja akaoa msichana mwingine. Lakini wazazi wake walikuwa na msihi sana, akimwambia arudie watoto wake, mtu wao anateseka na huyu ana mtoto wake. Sasa wazazi wake alikuwa anaomba huyu msichana, anawaambia vizuri arudi kwao. Juu yule wamekaa naye mtu wa hasira na mtu. Kina juu ya ile mapenzi walikuwa nao. Walikuwa wao wamependana hao wawili. Alikuwa anashuhudia kweli atajinyonga, atajiua. Kwani wazazi wampendi. Na kapia hole nyinyi wazali kwa irini. Ndio pendo iliisha, hata yangu imeisha. Harujusha watu wengi tu atajiua. Lakini tulikuwa tu kama tunaona kama msaa. Hakika hatukufikiria ile kijua ilikuwa kijana wa kupendeka. Hatungefikiria angefanya hivyo. Tunaomba vijana, tafadhali mtu akifika mwisho, afadhali ujiongee ama utafute usaidizi kwa mtu mwingine kuliko kujitia kitanzi ama kuua mwenzako, sababu sisi wazazi tuna shida mingi. Sana sana huyo mzazi wa huyo msichana. Itakuwa janga kubwa sana, sababu ni msichana, alikuwa msichana mdogo na alikuwa na umri mdogo na alikuwa mjamzito. Kijana ndiye alikuwa amejirekodi usiku wa kuamkia leo akisema ya kwamba yeye hata akifa amekufa sababu wazazi wake wamemnyima hiyo upendo.